Walikwambia acha, huwezi kuendelea. Wakakwambia huna watu, huna elimu, wewe ni mfupi wala ni mrefu, huwezi kufanya vile unavyotaka wewe kwenye maisha haya. Kama huna watu watakao kusaidia, hutapata kazi za ofisini, unajisumbua tu bure. Ukiwa afya yako si nzuri, huwezi kuendelea. Wengine wakasema watu kama wewe hawawezi kuwa matajiri. Wengine wakasema watu kama wewe hawawezi kuwa waimbaji. Labda walisema watu kama wewe hawawezi kuwa wachungaji. Au pia labda walisema watu kama wewe hawawezi kujenga jumba za ghorofa. Au labda walisema watu kama wewe hawawezi kutembelea gari za kifahari. Au labda walisema watu kama wewe hawawezi kuwa walimu. Ndiyo, walisema wakasema mambo mengi. Wale wanaokuambia hauwezi, nikukaribishe sana katika kipindi hiki cha Daily Wisdom Series, ambapo unaweza kujifunza hekima kila siku, ambapo utajifunza kukamilisha malengo yako kwa haraka na kufikia ndoto zako kuu za maisha. Karibu. Wale wanaosema hauwezi. Carol Dweck ni mwanasaikolojia ambaye alifanya utafiti wake kuhusu mtazamo ya watu pale wanapokuwa wakiwa ni wadogo sana hadi katika hali yao ya ukomavu, na aliweka hali ya akili yetu katika sehemu mbili. Akasema kuna mindset ambayo inaitwa fixed mindset na growth mindset. Mindset ambayo iko fixed ni ile mindset ambayo mtoto analelewa au mtu analelewa katika mazingira ya kuaminishwa kwamba chochote kile anachoweza kufanya akili yake haiwezi kuendelea wala uwezo wake hauwezi kuendelea. Alivyo ndivyo alivyo, hakuna chochote kinachoweza kubadilika. Lakini growth mindset ni ile ambayo ni unakuzwa katika mazingira ambayo unaaminishwa kuwa bado unaweza kujiongeza na ukaboresha aina fulani za maisha yako. Kwa hivyo anapofanya utafiti wake aligundua kwamba wale wa kwanza wanaogopa kufanya jitihada ili wajijenge na kujikuza zaidi, kwa sababu wanajua kuwa uwezo wao uko limited. Hauna uwezo wa kuendelea zaidi ya namna walivyo. Jinsi ulivyo na ndivyo ulivyo. Na hii Wakristo wengi wamechukulia hivyo na wakaiharibu kwa kuzani ya kwamba hakuna jitihada zote zile wanazoweza wakafanya baada ya kuwa na imani, kwa sababu imani pasipo matendo imekufa. Ila wakikuaminisha kwamba imani peke yake inatosha pasipo matendo, basi ujue ya kwamba utakuwa umepotea. Na hivyo ukiaminishwa kuwa huwezi kufanya jitihada yoyote ile, wale wanaokuambia huwezi watakuumiza sana, kwa sababu utakapoamini kwamba huwezi weza chochote kitu kile kwa sababu fulani amesema, kwa sababu marafiki zako wamesema, basi maisha yako yataenda hivyo hivyo, na utajikuta baada ya miaka imeenda, siku zimeenda, hukufanya chochote kwenye maisha, kwa sababu uliaminishwa wewe huna uwezo, ukaaminishwa wewe huna vigezo vya kufikia kile ambacho unachokitaka. Unajua, kuna watu ambao unaweza unawaambia matatizo yako au unawaambia malengo yako, ila cha kushangaza sana unagundua kuwa baada ya kwamba wewe umewaambia, wanachofanya ni kukuvunja moyo. Na hao ni miongoni mwa marafiki ambao tuliowasema ya kwamba watu kama na hao wakikuzunguka, wamalize kwa maana ya kusema uwatoke, kwa maana ya kusema achana nao, kwa sababu hao hawakupeleki popote. Baada ya miaka nenda miaka rudi, utajigundua kuwa hukuendelea popote kwa kuwa uliaminishwa. Na kwa wazazi nao pia kuna wakati ambapo wazazi wanakomaza huu mtazamo, ule mtazamo wa watoto kufikiri kwamba wao ni mapumbavu, wao ni wajinga, hawawezi kufanya jitihada yoyote ili kwamba wapate kujikuza kielimu, lakini pia kimaisha. Hiyo pia inakuwa ni sumu kubwa ambayo wazazi wanaotolea watoto. Kwa mfano, unamuita mtoto pumbavu. Kwa mfano, unaambia mtoto hicho huwezi, wewe huna nguvu ya kufanya kitu kama na hicho, japokuwa wewe mwenyewe unajua kwamba akifanya anaweza akajaribu, na leo akashindwa, kesho pia akafaulu. Hakuna kuweza pasipo mazoezi, hakuna kufaulu pasipo kujaribu na kujaribu tena. Kwa hivyo mtazamo wa watu wanaokuambia huwezi, hao ni sumu ambayo inaingia kwenye akili yako, kwenye ubongo wako, na mtazamo wako unakuwa na fixed mindset ambayo inakufanya ufikiri kwamba huwezi kujikuza, huwezi kujiendeleza. Lakini wale wa pili ambao wako na mtazamo wa
ambao inaitwa growth mindset kama alivyosema Carol Dweck. Anasema hawa wanafanya jitihada zaidi kwa sababu waliambiwa, wakafundishwa kuwa kadiri wanavyoendelea kufanya mazoezi wanaweza wakajiongeza zaidi na kutambuka vigezo ambavyo vilivyowekwa na binadamu wenzao. Kuna sheria ambazo zimewekwa, lakini kuna wakati ambapo akili yako ikikuzwa kwa mazoezi makubwa, ukifanya jitihada unaweza ukafikia level ya juu. Wale wanaokuambia huwezi, ukiwa na aina hii ya akili, hao wanakuwa na ugumu sana wa kukuvunja moyo, kwa sababu hujikuta wako kwenye lazima ya kukuona unafaulu. Na hii ndiyo aina ya mtazamo wa akili inayohitajika kwa wewe ambaye uliye na malengo. Wale waliokuambia huwezi walisema hivyo wao, alafu baada ya wao kusema, wewe umesema nini? Chagua mwitikio ambao utakaouweka pale ambapo watu wanaposema wewe huwezi. Mtazamo unaochukua ndio utakao kuumiza sana zaidi na zaidi. Ukichukua mtazamo ule wa kwanza wa fixed mindset ambao unasema kwamba ni kweli mimi siwezi kufanya chochote kitu, siwezi tena kutambuka hapa nimeishiwa uwezo. Kumbuka ya kwamba watakaochekwa sio wao, atakayechekwa ni wewe. Watakaoshindwa sio wao, ni wewe. Wao wanaendelea na maisha yao, wao wanachokwambia ni kwamba hauwezi. Na wako watu ambao wanao kufanya uamini kwamba wao ni watu wa ajabu sana. Wanakuonesha kwamba sisi kusudi tufikie hapo tulikuwa tumesumbuka sana, lakini ukimuuliza ulifanyaje kusudi ufikie hapo, hafikii kukwambia. Yani anacho tu kwambia wewe, elewa tu kwamba tulisumbuka sana. Ila wale ambao wanaokuambia huwezi, mara nyingi nia yao sio nzuri. Sijasema mara zote, lakini nasema mara nyingi nia yao sio nzuri. Wanataka ufe moyo, uvunjike moyo, alafu uachie katikati ya safari. Ila ninachokuambia ni hivi, wale wanaokuambia huwezi ni wao ndio waliosema, ila itategemea mtazamo uliochukua wewe. Na nimekuonesha aina mbili za mtazamo ya kuchukua. Hakuna chakati, au unakuwa na fixed mindset au unakuwa na growth mindset. Kwa hivyo chagua kwamba utajiongeza. Fanya hatua moja leo. Amua kusahau yale yote waliokuambia kuhusu udhaifu wako. Amua kusahau yale yote ambayo waliokuambia kuhusu vitu ulivyovikosa. Vile unavyovikosa vitafute katika vile ulivyo navyo. Inawezekana ukawa na kipaji, inawezekana ukawa na pesa kidogo, inawezekana ukawa na vyombo fulani vinavyoendana na kazi unayotaka kuifanya. Chochote kitu kile ambacho ulicho nacho. Inawezekana una marafiki wawili katika mahusiano ambao hawa marafiki katika mahusiano yako ya kikazi wanaweza wakakusaidia. Yani fikiria nini ambacho ulicho nacho. Inawezekana una mavazi, inawezekana una simu. Nakumbuka nilipoanza channel yangu sikufikiri kwamba ningefikia mahali ambapo nimefika. Sijafika popote, lakini mahali ambapo ninafika mpaka wewe unanisikiliza, jamaa wangu, na kuhakikishia kwamba wewe ni miongoni mwa watu wanaonisapoti sana. Na kusudi nifike hapa, nilianza kwanza. Niliacha chochote kile ambacho alichokisema kwa ajili ya ukomavu wa channel za YouTube. Nilisahau chochote kile alichosema kuhusu udhaifu wangu. Nilisahau chochote kile alichosema kuhusu vyombo nilivyovikosa. Hadi nikaendelea na mpaka leo wewe unanisikiliza. Na naamini kesho mwingine atanisikiliza na wengine wataendelea kunisikiliza. Waliosema huwezi ni wao ndio waliosema. Lakini maneno yao yanaweza yakakuathiri, kwa sababu itategemea na majibu utakayoyatoa. Kile ambacho utakachochagua kukifanya kwa ajili ya maneno yao ndicho kitakachokuathiri zaidi na zaidi. Mimi nitafurahi sana kukusikiliza. Nitafurahi sana kukusoma kwenye comment. Waliokuambia huwezi walisema hivyo kwa nia gani baada ya wewe kufikiria? Nitafurahi kusoma kwenye comment. Usisahau kusubscribe, like na kushare ili wa kwanza kupata masomo yetu. See you. Lakini jifunze.